Hatimaye wapiganaji wa Kihouthi kutoka nchini Yemen wameibuka tena wakisema ni marufuku kwa meli za Israel kukatiza bahari ya Sham. Vikosi vya jeshi la Yemen, vikosi vya Kihouthi vimetangaza marufuku kamili ya usafiri wa baharini wa Israel katika bahari nyekundu, kwa maana bahari ya Sham, vikisema kwamba harakati zote za adui katika eneo hilo sasa zitachukuliwa kuwa malengo halali ya kijeshi badala ya kutekeleza shambulizi la makombora lenye usahihi dhidi ya maeneo nyeti ya Israel huko Tel Aviv. Tangazo hilo limetolewa leo Jumatatu ikiwa ni sehemu ya makabiliano mapana ya Yemen ya kukabiliana na uchokozi wa Marekani na Israel dhidi ya mhimili wa wapiganaji unaojumuisha Iran, Palestina, Lebanon, Iraq na Yemen. Msemaji wa jeshi la Yemen, Brigedia Jenerali Yahya Saree, amesema mashambulizi ya makombora yalilenga eneo la Yafa linalokaliwa kwa mabavu ambalo limepachikwa jina la Tel Aviv. Wapiganaji wa Kihouthi wameshambulia Israel huku akisema kwamba wale wao wa Israel wapitishe meli zao za kivita. Amesema operesheni hiyo imetekelezwa kwa mafanikio na kwa usahihi mkubwa. Kwa mujibu wa Jenerali Saree, operesheni hiyo imetekelezwa kupinga mradi wa Israel unaolenga kuanzisha kile kinachoitwa Israel kubwa chini ya nadharia ya Mashariki ya Kati mpya. Aidha, amesema operesheni hiyo inalenga kuvunja mzingiro dhalimu uliowekwa na adui wa Kimarekani dhidi ya watu wa Yemen pamoja na wapiganaji wa Lebanon, Gaza na Iran. Jenerali Saree amesema operesheni hiyo ilitekelezwa kwa kuzingatia kanuni ya Umoja wa Medani za mapambano katika kukabiliana na maadui na pia kama jibu la moja kwa moja kwa mashambulizi ya utawala wa Israel dhidi ya Lebanon, Iran na ukanda wa Gaza. Ameendelea kusema kuwa jaribio lolote la adui, kwa maana Israel na Marekani, litashindwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, na operesheni zetu zitaendelea mradi mchokozi na anayefanya mzingiro huu dhidi yetu na dhidi ya wapiganaji wengine wa kijihad na wapiganaji utaendelea, alisema msemaji huyo. Taarifa hiyo pia imesisitiza kujitolea kwa Yemen kudumisha umoja wa medani katika mapambano pamoja na Iran, Hezbollah nchini Lebanon na makundi ya wapiganaji katika Palestina na Iraq katika kukabiliana na kile wanachokitaja kuwa mradi wa Israel wa utawala wa Marekani katika eneo hilo. Awali Israel ilitangaza Jumatatu asubuhi kwamba kombora lilikuwa limerushwa kutoka Yemen kuelekea maeneo yanayokaliwa kwa mabavu na Israel. Moja kati ya kitu ambacho wapiganaji wa Kihouthi hawapendi kusikia kwa sasa ni kuona Israel inaendelea kufanya mashambulizi dhidi ya mataifa ya Kiislamu na kuua watu wasiokuwa na hatia, hasa katika taifa la Lebanon ambapo idadi ya watu ambao wameuawa hadi sasa ni zaidi ya 3500, lakini pia mauaji mengine yakiendelea katika maeneo ya ukanda wa Gaza licha ya kwamba usitishaji wa mapigano ulitangazwa tangu mwaka uliopita. Wapiganaji wa Kihouthi wamesema wataendelea kuishambulia Israel ikiwa tu Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na vikosi vyake vya kijeshi vitaendelea kudumisha mashambulizi dhidi ya maeneo hayo, kwa maana katika maeneo ya wapiganaji, kwa maana kwa Hezbollah, lakini pia kwa makundi ya Hamas, lakini pia na makundi ya kijihad yaliyopo huko Iraq na kwingineko katika Mashariki ya Kati. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili ufahamu nini kinachojiri duniani.